Kama umenichoka, kwa nini usiniache? Au kama nimekuchosha, kwa nini usemi tuachane? Nataka wewe ndo ufanye maamuzi, ili nijue kama kweli wewe ni mwanaume uliyekamilika, ambaye unaweza kutambua unachotaka. Yaani kiufupi, nataka nione kama una ubavu wa kuachana na mimi. Kwa hiyo, upendo wangu ndo unatumika kama fimbo ya kunichapia? Hebu nitolee uchuro hapa. Wewe sema kama unitaki niondoke sasa hivi. Mbona umekaa kimya? Huwezi kuniacha eh? Hivi unajua ni kiasi gani nakupenda Janet? Najua unanipenda. Hata mimi kuna muda nilikupenda pia. Lakini yale mapenzi hayapo tena. Kwa kweli kwa umri huu nilionao, siwezi kuishi na mlemavu ambaye hana matumaini ya kupona. Yaani nimeugua kwa miezi 6 tu, tayari ushanikatia tamaa. Kumbuka kuna wenzio wanauguza waume zao miaka na miaka, na bado wanapambana nao. Yaani wewe kuniona nimekaa ndani kwa miezi 6, tayari unaona nishakuwa kilema wa maisha. Sio kwa ubaya, lakini usilimsikia nesi wako alivyosema, wewe huna matumaini ya kupona. Na ndio maana hata ile ajali ilitokea kabla ya ndoa, kwa sababu Mungu alijua wazi siwezi kuishi na kilema. Sawa, asante kwa kuniambia ukweli, japo najua sio kwa ubaya. Wala hata usinungunike, kwa sababu wewe tayari una watoto 3, wakati mimi sina hata mmoja, na hali yako ndo kama hivyo. Hivi unadhani utazalishaje mimi? Janet, mimi ni mwanaume na bado nina nguvu zangu. Tafadhali naomba usinidharau. Kama unaona na kudharau, niambie tu kwa mdomo wako niondoke nyumbani kwako. Mimi nitaondoka. Niambie sasa hivi, niko hapa na kusikiliza. Yaani kwa maneno haya yote niliyokuambia, bado huna nguvu za kunifukuza? Janet. Janet nini? Usije tu ukasema unanipenda tena. Mimi naona mapenzi yangu kwako yanakutesa sana. Kwa hiyo nimeona ni bora nikuache na maisha yako. Kama ikitokea nimetembea, nitakutafuta mke wangu. Lakini ukitaka kunisalimia, nitakuwepo hapa na kusubiri. Aha, kwa hiyo nitaki tena? Sio kwamba sikutaki tena, ila nimekupa muda ukapumzike. Nani kakwambia nina shida ya mapumziko? Jibu ni moja tu hapa. Unanitaka au nitaki niondoke zangu? Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Hebu usitie huruma hapa. Hii dunia haina uvuguvugu, bali ina baridi na joto. Kwa hiyo chagua moja. Ondoka zako. Hunitaki tena? Ndiyo. He! Pamoja na mema yote niliyokufanyia, nilivyohangaika na wewe, nikaacha maisha yangu huko Zanzibar, nikaja huku ili tukae karibu na hospitali nikuuguze. Bado leo una nguvu ya kusema unitaki? Kweli nimeamini Isiaka huna shukrani. Lakini lazima nimwambie mjomba wako kuwa umenifukuza kwako. Janet, huu uamuzi niliofikia ni kwa ajili ya ustawi wetu wote. Tafadhali, naomba usiwatie shaka wazazi wangu. Utawaua kwa presha. Kama ni kufa wafe tu, kwani wao ndo wa kwanza kufa? Kwanza hata siwaambii chochote, watajua wenyewe. Weka hapo na huyo nesi wako, ngoja ajue hamna wa kumlipa, tuone kama atakuhudumia. Yaani hujui tu ni jinsi gani nilikuwa nasubiria hii siku, ili nione ni jinsi gani umekosa shukrani. Yaani nimekutumikia kwa miezi yote hii, lakini bado una jeuri ya kusema hunitaki. Mungu atakulipa, na hata kama ukiweza kutembea usinitafute, kwa sababu siwezi kuishi na mtu asiye na shukrani kama wewe. Afadhali nesi umekuja. Huwezi amini mume wangu kanifukuza na hanitaki tena kwenye nyumba yake. Kwa hiyo kuanzia leo, sijui utalipwa na nani. Mimi naondoka zangu. Ila kama wewe utaamua kumuuguza bure ni sawa, ila naomba ujue tu kuwa huyu mwanaume hana shukurani. Usije ukasema sijakwambia. Narudia tena, huyu mbwa hana hata tone la shukurani. Lakini yeye mwenyewe ndo kaniambia niseme simtaki ndo aondoke. Tafadhali naomba usiwe na mawazo, maana yatakufanya uchoke kutembea. Kwa sasa jitahidi kuondoa mawazo kichwani ili upone haraka, kisha umfuate mke wako. Amtafute mke yupi? Hata akitembea simtaki tena. Kwanza shika simu lako, nilisahau nikaondoka nalo. Ruwaida, niombee msamaha. Utaomba msamaha ukitembea. Kwa sasa jikaze tufanye mazoezi, na kuahidi ukitembea nitakuandalia pati ya kuomba msamaha. Usipoteze muda wako kuangalia mlangoni kila siku mke wako haji.
Hivi kweli ndo amekosa fadhila kiasi cha kushindwa hata kuja kunisalimia? Wewe usimwaze yeye, sasa hivi unatakiwa kupambana na mazoezi ili urudi kwenye hali yako ya kawaida. Sawa, halafu leo wazee wangu wanakuja. Wazee? Namaanisha wazazi wangu. Ningependa ubaki ili ufahamiane nao. Vipi kuhusu chakula? Chakula tutawanunulia, maana kwa hali nilionayo siwezi kupika. Usijali kuhusu hilo, mimi nitapika maana nina siku nyingi kwa sijapika. Sawa, ila huko jikoni hakuna chochote. Usijali, nitaenda kuchukua mahitaji gengeni. Karibuni jamani. Asante mjomba. Haya, mbona kule jikoni naona muhindi tena? Tumeamua kutuletea balaa lingine? Mama, mbona una haraka hivyo? Usiseme nina haraka mwanangu, nauliza mapema sababu wewe naye hutabiriki. Kwanza mkeo yuko wapi? Unamaanisha Janet? Mbona tuchanganya mjomba? Kwani una wake wangapi? Nina mke mmoja tu, kwani hajawapigia? Hapana, hajanipigia. Kwani yuko wapi? Kasafiri kidogo. Sawa, mkeo kasafiri, lakini bado swali langu halijajibiwa. Yule nani? Mama, yule binti ni nesi ambaye ananihudumia, na yeye ndo kanisaidia kwa kiasi kikubwa hadi leo hii naweza kusimama. He, mwanangu, unaweza kusimama? Ndiyo, naweza kusimama, ila kwa kutumia magongo. Kweli Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Yaani hizi taarifa zimenifurahisha hadi njaa yote niliyokuwa nayo imekata. Wajua bado siamini, wallahi siamini kama mwanangu anaweza kusimama. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, kwa kweli nashukuru sana kwa huu wema uliomfanyia mwanangu. Yaani hata akitaka kukuoa sasa hivi hatutapinga hata kidogo, japokuwa tuna tamaduni zetu tofauti. Amna mama, mimi ni nesi wake tu na huo ni wajibu wangu. Shikamoo mjomba, samahani nilisahau kukusalimia. Hata usiwaze mwanangu. Marahaba. Yaani huyu binti sijui nimpe zawadi gani kwa hiki alichokufanyia. Isihaka nataka huyu binti awe mkamwana wangu. Lakini mama, si nina mchumba. Yuko wapi huyo mchumba wako? Mbona simuoni hapa? Halafu pia wewe ni Muislamu, dini na kuhusu kuoa hadi wake wanne. Kwa hiyo tafadhali naomba tumuoe huyu binti, tusije tukampoteza, maana ana baraka ndani yake. Au unasemaje binti yangu? Mama na mjomba. Umekubali? Kubali basi mwanangu, hata kama ni India, sisi tuko tayari kwenda. Dada, hebu meza mate kwanza, umsikilize binti wa watu. Na wewe ushaanza tabia za shemegi yako. Nishawaambia sipendi kunyamazishwa nikiwa naongea. Binti mwaya, ongea. Nilikuwa nauliza mtaenda kula chakula mezani au niwaletee hapa hapa? Twendeni mezani, tusimsumbue binti wa watu jamani, maana ashasumbuka vya kutosha. Mzoee tu mama angu, maana ana maneno mengi balaa, na hapo sasa hajaoga. Yaani akioga ndo utamkimbia.